Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Novemba 22 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa za kipaumbele. Linaanza na habari inayosema Dr. Mwigulu aanza na mkandarasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, inasema Dr. Mwigulu aanza na mkandarasi. Lakini bado kuna habari inayosema WHO yahadharisha tishio jipya la kisonono. WHO yahadharisha tishio jipya la kisonono. Lakini kuna habari inayosema kataini mgawanyiko wa kisiasa na udini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema kataini mgawanyiko wa kisiasa na udini. Lakini joto la mabadiliko kwenye uteuzi la hamia kwa vigogo hawa. Joto la mabadiliko kwenye uteuzi la hamia kwa vigogo hawa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema Dr. Mwinyi awateua marasi kuwa makatibu wakuu. Dr. Mwinyi awateua marasi kuwa makatibu wakuu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini wakazi wa Mbezi Beach waishtaki Nemki kwa kelele za baa. Wakazi wa Mbezi Beach waishtaki Nemki kwa kelele za baa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 6 wa gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti lako la Nipashe linaanza na habari inayosema mabasi ya Esther sio yangu wala ya mke wangu. Huyo ni Mwigulu asema mabasi ya Esther sio yangu wala ya mke wangu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini mbunge asema tuilinde amani tuachane na maneno ya mitandaoni. Huyo ni mbunge asema tuilinde amani tuachane na maneno ya mitandaoni. Lakini baba amuua mtoto wake ajinyonga baada ya tukio. Baba amuua mtoto wake ajinyonga baada ya tukio. Lakini mgombea udiwani kata ya Mindu ahidi kutatua kero ya maji na fidia. Lakini Dr. Mwigulu waziri mkuu agiza hati ya mkandarasi kukamatwa asiondoke nchini. Huyo ni Mwigulu aanza na mkandarasi agiza hati yake kukamatwa ili asiondoke nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini IGP Wambura asema siasa na dini visitugawe wa Tanzania. Huyo ni IGP Wambura asema siasa na udini visitugawe. Huyo ni IGP Wambura. Habari hiyo pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika gazeti la Mwanahabari, gazeti bora, linaandika Haki Elimu yatoa mafunzo utekelezaji wa mradi wa sauti zetu. Hiyo ni Haki Elimu yatoa mafunzo wa mradi wa utekelezaji mradi wa sauti zetu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema Rais Samia kutoa nishani kwa maofisa wa jeshi Monduli leo. Rais Samia kutoa nishani kwa maofisa wa jeshi Monduli leo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Mwigulu aanza kazi na utu. Huyo ni Dr. Mwigulu aanza kazi na utu. Aelekeza mkandarasi anayejenga mradi wa kituo cha ukaguzi cha pamoja kilichopo Muhalala mkoani Singida. Waasa vijana kulinda Tanzania, asema ni mali ya watu wote waliopewa na Mungu. Huyo ni Dr. Mwigulu aanza kazi na utu, aanza na mkandarasi. Lakini Ulega aweka ndani wakandarasi wazembe. Huyo ni Ulega aweka ndani wakandarasi wazembe, asema mwisho wa kuchezewa fedha za umma umefika, ataka mabosi wao waje kutoka China. Lakini kampuni imelipwa lakini kazi haifanyiki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika nasema Samia atua na ujumbe wa amani Arusha. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani atua
na ujumbe wa amani Arusha, awashauri wazazi kuzungumza na watoto wao kuhusu ustawi wa taifa na muhimu wa amani. Lakini leo kutoa nishani kwa maofisa wa jeshi Monduli, awashukuru kwa ushindi wa heshima Oktoba 29. Lakini waziri Ulega achafukwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, asema waziri Ulega achafukwa, aweka ndani wakandarasi wazembe, asema mchezo wa fedha za umma sasa basi. Lakini Balozi Nyalandu ateuliwa kuwa mshauri wa rais diplomasia. Huyo ni Balozi Nyalandu ateuliwa kuwa mshauri wa rais diplomasia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini Dr. Mwigulu aanza kung'ata. Huyo ni Dr. Mwigulu aanza kung'ata, aigiza mkandarasi kukamatwa, hati yake kuzuiwa baada ya kushindwa kukamilisha mradi wa miaka 8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Wamachinga ni Samia hatua na ujumbe wa amani Arusha. Hiyo ndio habari kubwa inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga. Huku sasa tuangazie gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lenye inaanza na habari inayosema huyo ni Lazaro Nyalandu ateuliwa kuwa mshauri wa rais diplomasia. Huyo ni Lazaro Nyalandu ateuliwa kuwa mshauri wa rais diplomasia. Lakini Ulega mwisho wa kuchezewa fedha. Huyo ni Ulega asema mwisho wa kuchezewa fedha za umma umefika. Waziri Ulega huyo. Lakini aweka ndani wakandarasi wazembe, ataka mabosi wao waje kutoka China. Lakini ushirikiano wa serikali na TPC wazaa matunda. Ushirikiano wa TPC na serikali wazaa matunda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania. Lakini kuna habari inayosema Mwandumbia, TRA endeleeni kuboresha mazingira ya biashara. Lakini haki elimu yataka kipaumbele kwa makundi yasiyosahaulika. Haki elimu yataka kipaumbele kwa makundi yaliyosahaulika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye lina habari inayosema TAWA yakabidhi madawati 150 shule za msingi Bariadi. TAWA yakabidhi madawati 150 shule za msingi Baridi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini ukarabati wa reli ya Tazara kuitaimarisha ukanda wa kati na kusini kibiashara. Huo ni ukarabati wa reli ya Tazara kutaimarisha ukanda wa kati na kusini kibiashara. Lakini Rais Dr. Mwinyi awataka wananchi kuendeleza amani ya nchi. Lakini Ulega aweka ndani wakandarasi wazembe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika polisi mkoani mjini Magharibi, usalama upo, mashabiki nendeni mkaishuhudie Yanga. Hilo ni jeshi la polisi kutokea Zanzibar mjini Magharibi yasema usalama upo, nendeni mkaishuhudie Yanga. Lakini FIFA yaondoa tangazo la kombe la dunia kisa Ronaldo. Hiyo ni habari ya kimataifa. Nasema FIFA yaondoa tangazo la kombe la dunia kisa Ronaldo. Ni baada ya kutokuonekana kwenye picha ya wachezaji na timu zote zilizoshiriki naanza kushiriki kombe la dunia. Lakini Kongo kucheza fainali kufuzu kombe la dunia dhidi ya Reggae Boys. Kongo kucheza fainali kufuzu kombe la dunia dhidi ya Reggae Boy. Lakini wachezaji Yanga waahidi kuwapa furaha wananchi. Wachezaji wa Yanga waahidi kuwapa furaha wananchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Na haikuwa rahisi kukubali upasuaji, nilikuwa na wasiwasi. Huyo ni Kamara asema haikuwa rahisi kukubali upasuaji, nilikuwa na wasiwasi. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga naandika Yanga kuivaa Farabati ligi ya mabingwa leo, na Rais Samia ang'aa tuzo za kafu. Simba Petro de Luanda kwa Mkapa kesho. Lakini Maximo akalia kuti kavu, KMC ikipoteza kwa JKT Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini Lianga mpepo kuibuka kivingine dirisha dogo. Hilo ni gazeti la Mwanahabari kurasa za michezo. Gazeti lako la Machinga linaandika ajibu amtabiria makubwa Shabalala. Huyo ni ajibu amtabiria makubwa Shabalala,
Lakini Yanga Farabati leo, Simba Petro Luanda kesho kafu. Lakini Leoni Ateba anga Iraki apiga 3. Yanga kocha wa viungo swala la muda. Lakini Motsepe ni wakati sahihi Afrika kubeba kombe la dunia. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika achia remote. Achia remote, Yanga wapo zenji Simba kwa Mkapa. Azam Singida ni balaa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.